tutaingia kwa maombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako lipewe sifa, kwa sababu wewe ni Mungu mkubwa. Wewe ni Mungu wa baba zetu Ibrahimu na Yakobo. Ndiyo maana katika studio hii tunajitia mbele zako, tunaombea wasikilizaji wote ambao wanatufata, kwa sababu wameitika kutufata kwa wakati huu. Kila mtu katika jina lako Yesu aandamane na mibaraka yako hii. Kuna wale ambao wamekuwa na magonjwa mbalimbali, katika jina lako Yesu, ikiwa msikilizaji wetu huyu ataamini neno hili, magonjwa haya yateketee katika jina la Yesu Kristo. Tunakuja mbele zako katika studio hii. Bariki watumishi wote waliotuitikia. Tuanje hapa mikutano ya Injili itakayofanya juma 2. Bariki wote ambao watatufata katika jina la Yesu Kristo. Amena. Msikilizaji wetu, tunapokuwa tunataka anja kipindi hiki, tunakushukuru sana kwa sababu nyakati nyakati kwenye saa tulisema ukitaka kuongea nasi kutuita undirected. Tutakapomaliza dakika kidogo, tutakupatia wakati ya kuita au ya kuandika ujumbe kama umebarikiwa na somo la leo. Namba yetu ni 0994 33 09 81 0994 33 09 81. Hii ndiyo namba ambayo inakuwa kwa WhatsApp. Pengine unaweza hata kuwasiliana nasi kwa WhatsApp. Hii ndiyo namba ambayo tunakuwa nayo katika jioni hili la maana. Somo la leo linasema kuhusu uumbaji, namna vitu vilidondoka kwenye dunia hii. Tunaposoma Mwanzo 1 mstari wake ni wa kwanza mpaka 31, hapa kunatuonesha namna gani Mungu aliumba dunia hii. Hata kama leo kunakuwa kampeni kwa wanasiasa na watu wa moja wanadini wamefuata kampeni haka wakikapigia debe, lakini Biblia inatuambia ya kwamba muumbaji wetu Mungu wetu aliumba dunia kwa siku 6 na siku ya 7 akapumzika. Siku ya kwanza kama vile Mwanzo 1 mpaka 31 inasema, siku ya kwanza Mungu aliumba mwangaza. Dunia hii ilikuwa na giza kubwa, lakini Mungu akaona atie mwangaza ili nuru iwe. Na kisha pale siku ya pili Mungu akaumba anga. Dunia hii ambayo ilikuwa haina anga, akasepare maji ambayo yalikuwa yanakumbwa anga yote, akasepare, akagawanya maji na jikavu, na Mungu akafanya jambo hili siku ya pili. Siku ya tatu Mungu akaumba majani. Dunia ambayo ilikuwa haina majani inakuwa kwa maji, vilindi vya maji vinaifunika. Mungu akaumba majani mbalimbali, mimea tunayokula, matunda tunayoyakula, hata vitu vyote vya majani tunavyovitumia kwa madawa vikaumbwa siku ya tatu. Mungu akaona ni vema siku ya 4 aumbe jua, mwezi na nyota, na hivi vikatusaidia kwa miangaza ya dunia, vikaanza tusaidia, jua likawa mchana na mwezi ukawa usiku na nyota. Siku ya 5 Mwenyezi Mungu akaumba ndege na samaki ambazo zilikuwa haziko baharini. Mungu akazitia katika bahari, akatia aina zote za samaki, akatia ndege zote na aina yake. Na siku ya 6 ya juma Mungu akawaumba wanyama wa miguu 4 na watu. Adamu na Eva wakaombewa. Ilipofika siku ya Sabato, siku ya 7, Mungu akapumzika, kama tunavyosoma Mwanzo 2 mstari wa 1 na wa 3. Mungu akabariki siku hii, Mungu akaipumzika, Mungu akaistarehe kama agizo la uumbaji. Ndugu zangu, nyinyi mnaonifuata kwa saa hii, Shetani ametia kampeni kakubwa kwenye watu wengi ambao wanasema Mungu aliumba dunia hii, iliumbwa mwa miaka 1000, mila 1000, kitu fulani kinakuwa
kisha mila yengine kitu kinakuwa, kisha mila. Hii yote ni kutaka kupotosha mafikara ya Mwenyezi Mungu. Hata kuna wanadini ambao wameshuhudia. Kuna mwalimu mmoja ambaye anaitwa Darwin. Darwin ndiye anaeleza kuhusu kutokea kwa mtu, evolution ya mtu. Anasema mtu alianja kitu kadogo, anatoka pale anakuwa lezard, anatoka pale anakuwa kima, lakini hivi havifatane na Biblia, neno la Mungu. Na anakuja kueleza wakina historia wanasema kisha miaka 1000 majani yakawa, kisha miaka mtu akawa. Hiyo yote haina ushahihi katika Biblia. Sasa kampeni ka shetani, kuna hata watu ambao wamezuka wanaanza sema hapana, Mungu aliumba miaka 1000. Mapasta kama sisi hapa, walimu kama sisi, mashehe kama sisi, wanafundisha watu eti kwamba Mungu aliumba miaka 1000. Hizi zote ni mahadithi za uongo. Hata unaposoma Korani 3:49 inashuhudia ya kwamba Yesu aliumba ndege. Ukasoma hata Korani 5:111 nayo inashuhudia ya kwamba Yesu aliumba ndege. Ndio maana ndugu yangu, dada yangu, katika jioni la leo nilipenda nikujulishe ya kwamba kuna mtu mmoja aliyeumba mbingu na dunia. Hata kama watu wakina walimu mbalimbali wanaweza kuleta mafundisho, wanaingiza filosofia ya wanafilosofia wa kipagani, wanaziingiza katika mafikara ya Wakristo na mafikara ya watu, tujue ya kwamba hivi vitu havina msimamo katika Biblia. Unaposoma Yohana 11:9 inasema, kwa maana mchana una saa 12, yamaanisha na usiku una saa nini? 12. Kama vile Biblia inasema mchana inakuwa na 12, inamaanisha na usiku inakuwa kuna saa 12, kwa sababu unaposoma kitabu cha Mwanzo 1:31 kinasema, Mungu akaona ni vema amuumbe mtu, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza ya juma. Katika Biblia, pasipo mafikara ya wanadamu, siku inaanja na usiku. Inapokuwa jua limelala, siku inaanja. Linapokucha, na siku hiyo inakuwa mchana tena, inapolala linaisha. Hii ndiyo maana ya Biblia ya kujua siku inaanja wakati gani. Lakini wanasiasa wametujulisha na kutuambia siku inaanja kuzeroe, kwa sababu nabii wa Mungu akina Danieli 7:25 alikuwa ametangazia watageuza wakati. Hii ni mlolongo wa watu wa dunia, wanakuja kukututosha kwenye uhaki wa kweli, kwenye uhaki wa Biblia, wakituletea siku kwa siku filosofia za ulimwengu. Ndio maana unaposoma hata Wakorintho wa kwanza inatuambia ya kwamba mafikara ya wanadamu inakuwa na ni wenda wazimu mbele ya Mwenyezi Mungu. Unaposoma Wakorintho wa kwanza 3:19, hekima ya wanadamu ni ukumbafu mbele ya Mungu. Wanageuza vitu vya Mungu, wanavigeuza. Watu wengi wanapodanganya watu wanasema Mungu aliumba katika miaka 1000. Wanaleta hiyo kitabu cha Petro ya pili 3:8 kinasema siku moja ni kama miaka 1000. Ndiyo, siku moja ni kama, lakini hayasema siku moja ni miaka 1000. Ni kama hiyo katika unabii unahesabu siku moja kama miaka 1000, lakini hayamaanisha ya kwamba Mwenyezi Mungu aliumba kwa miaka na miaka na maelfu. Unaposoma Ezekieli 4:6 na Hesabu 14:34 inatuonesha ya kwamba siku moja ni kama mwaka moja. Kunakuwa dekombarezo, siku moja katika Petro ya kwanza 3:8, siku moja kama miaka 1000, na Ezekieli siku moja kama mwaka moja. Si unaona? Yamaanisha ya kwamba kwa Mungu anaweza fanya kombarezo, siku moja kama miaka au siku moja kama. Hayasema siku moja egal
Ndiyo maana ndugu zangu, nyinyi ambao mumeenda katika mafilosofia kama hii, hiyo ni danje kubwa. Mnapodanganya watu wa ulimwengu wanapoingiza mafikara na mafilosofia za wakina Darwini ili wapotoshe watu kwa uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Sasa ndugu yangu, dada yangu, wewe unayetufuata kwa saa hii, kuna mtu mmoja aliyeumba dunia na vyote vilivyomo. Unaposoma kitabu cha Wakolosai wa kwanza mstari wa 10, kitabu cha Wakolosai 1:16 kinasema, kwa sababu Mungu aliumba dunia, Bwana Yesu alitufufua katika dhambi, wakampatia uwezo na madominasio zote, kwa sababu aliumba mbingu na dunia. Tunapoenda kwa kutaka kuwapatia mikrofoni wale wanaotufuata na kusoma ujumbe zao, tunasema tunakuwa 0994 33 0981. Unaweza ita, unaweza tuma ujumbe hata ku WhatsApp, hata sijue kunini, na tutausikia na kuufata. Tulipenda tukuoneshe ya kwamba tunaposoma kitabu cha Zaburi 9:5 1-7 kinasema, muje tumwabudu yeye aliyeumba mbingu na dunia. Ndio maana nyinyi watu wa Beni ambao mnapitia matatizo mbalimbali, nyinyi watu ambao mnatufuata kwa saa hii, sote tunaitwa mbele ya kiti cha Mwenyezi Mungu tumwabudu, kwa sababu aliumba mbingu na dunia na mamlaka na vyote vilivyomo, na ni yeye ndiye anakuwa dereva, anakontrole dunia hii namna inavyoenda. Ndio maana sote tukakuja tumwabudu na kumpigia magoti, kwa sababu sisi ni viungo vya kazi yake na tuliumbwa kupitia yeye. Ndio maana ndugu zangu, nyinyi mnaotufuata, mpate kujua ya kwamba hata kama walimu na waandishi na vitabu vinaweza kataa uumbaji, lakini Yesu anatuita. Unaposoma Zaburi 103, Mungu ndiye alituumba na tuje mbele zake tukampigie magoti.